Katika ulimwengu wa ushindani wa leo, mafanikio huanza na uwekezaji sahihi. EFTA inakuletea suluhisho la kupata trekta, mitambo na vifaa vinavyokidhi mahitaji ya sekta ya kilimo, ufugaji, ujenzi, usafirishaji, biashara, utalii na viwanda kupitia huduma za ufadhili wa mikopo. Usikubali mtaji wako kuwa kikwazo cha kutimiza ndoto zako. Tembelea banda la EFTA katika maonesho ya 88 Nzuguni, Dodoma. Upate ushauri wa kitaalamu na ujifunze jinsi ya kumiliki vifaa vinavyoongeza tija na kukuza biashara yako. Kwa majina naitwa Abraham Mwaisela, ni meneja wa EFTA tawi la Dodoma. Tawi ambalo linahudumia kanda nzima ya kati, mikoa ya Dodoma, mikoa ya Singida, sehemu pia ya mkoa wa Manyara na sehemu ya mkoa wa Tabora. Kizungumzia kabisa Tabora ni Igunga. EFTA ni taasisi ya kifedha inayojihusisha na utoaji wa mikopo wa vitendea kazi. Tunatoa mikopo kwenye sekta zote. Tunatoa kwenye sekta ya kilimo, kuna sekta ya usafirishaji, sekta ya uchimbaji madini, na sekta zingine za kawaida za uzalishaji. Na mikopo yetu tunayoitoa inaanzia kima cha chini kabisa ambacho ni cha kuanzia milioni 2 mpaka 2.5 bilioni. Tuna kategori tofauti tofauti, yani tuna aina tofauti tofauti ya mikopo ambayo tunaitoa. Tuna mikopo mikubwa na tuna mikopo midogo. Mikopo mikubwa inaanzia milioni 20 kwenda juu, na hiyo mikopo midogo ni kuanzia milioni 19 mpaka milioni 2. Na kwenye kategori ya mikopo mikubwa tuna mikopo ya magari ambazo ni ya aina tofauti tofauti, na tuna mikopo ya matrekta, na tuna mikopo pia ya vitendea kazi vingine ambavyo vinahusika kwenye masuala mazima ya engineering. Lakini kwenye kategori ya mikopo midogo tuna product inaitwa mikopo ya kuku ambayo tunatoa kuanzia kuku 500 mpaka kuku 10,000 huko juu. Na tuna mikopo ya pawatila ambayo mara nyingi thamani zake zinaanzia milioni 12.5 mpaka milioni 8, nategemea na aina ya pawatila ambayo mteja anachukua. Lakini pia tuna mikopo mingine ya maguta. Tunatoa mikopo ya maguta za kuanzia milioni 5 mpaka huko na kuendelea. Kuna zile ambazo mpaka zinabinua, zile ambazo zinafika mpaka milioni 10 na. Kwa hiyo ndo aina ya product ambazo tunazitoa sasa hivi. Tupo katika banda la EFTA, taasisi inayowezesha upatikanaji wa mikopo ya vifaa na mitambo kwa sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, usafirishaji, ujenzi, biashara, utalii, viwanda na ufugaji. Leo tunazungumza na mwakilishi wa EFTA ili kufahamu huduma zinazotolewa na namna Watanzania wanavyoweza kunufaika na fursa hizi. Sisi kikubwa EFTA hatuna vigezo vingi sana. Tunachokiangalia ni mteja. Kitu cha kwanza anachotakiwa kuwa nacho ni lengo. Lazima awe na mradi ambao unahusika na hicho kifaa ambacho anakihitaji. Nikizungumzia mradi, manake kama mtu atahitaji kifaa cha kilimo, manake ni lazima awe ni mkulima. Inawezekana kwa ni mkulima ambaye anaanza au ambaye tayari ni anaendelea. Lakini pia kwa sekta zingine vivyo hivyo, lazima kuwe kuna mradi ambao unaonyesha uhitaji wa hiyo mashine. Hicho ndio kitu cha kwanza kikubwa. Kitu cha pili, mteja anatakiwa pia awe na malipo ya awali. Malipo yetu ya awali yameanzia 25% mpaka 50% kutegemea na aina ya mashine ambayo mteja anachukua, na pia aina ya marejesho ambayo mteja anataka. Nikizungumzia aina ya mashine, kwamba kwa mteja ambaye anachukua mashine za zana za kilimo, nikizungumzia matrekta na pawatila, malipo yake awali yanaanzia kuanzia 40% mpaka 50%. Kwamba hapa akilipa hayo malipo ya awali, tutampa uhuru wa yeye kujichagulia miezi ambayo atalipa marejesho yake kwa mfumo wa mkupuo au msimu. Kipindi ambacho anauza mazao yake tunategemea ndio kipindi ambacho atakuwa ana uwezo wa kulipa hayo malipo. Vivyo hivyo kwa mteja ambaye atakuwa anataka kuchukua mashine zingine ambazo sio za kilimo, anataka kulipa kwa mfumo wa marejesho ya miezi, manake atalipa kuanzia 25%. Kwanza kwa kutumia nyenzo hizi za kilimo kama matrekta na pawatila, of course yanamsaidia sana mkulima kwenye vitu vikubwa viwili. Kwanza kuweza kulima maeneo makubwa kwa wakati na kwa ufanisi zaidi. Kitu kingine, hizi zana za kilimo zinamsaidia mkulima pia kwenye kuongeza naweza nikasema kipato chake
kwa sababu anapolima kwa wakati na anapolipa maeneo makubwa tofauti na kitumia kwa jembe la mkono, maana hata kipato chake chenyewe kitaongezeka na hata ubora wa mazao na wenyewe utaongezeka. Fursa kubwa ambayo tumewaletea wageni wetu ambao tunatarajia watatutembelea kwenye maonyesho yetu ya 88, kwanza ni huduma za papo kwa papo, kwamba kwa mteja ambaye atatutembelea na atakuwa na uhitaji wa hizo mashine, ana uwezo tutamfanyia process ya mkopo ndani ya hizi siku ambazo tuko kwenye maonyesho, na akapata kifaa chake ndani ya hizi siku 8. Kama kila kitu ambacho anacho kipo na ameonyesha uhitaji, ndani ya hizo siku 8 ambazo tuko hapa, siku 9 tunamfanyia process yake na anachukua kifaa chake hapa 88. Sawa. Kwenye maonyesho haya ya 88 ya Nzuguni tuko mkabala kabisa, tunakaribiana na jukwaa kuu. Alafu pia kwa upande wetu wa kulia tunaangaliana na government pavilion namba 3. Na kufika hapa unatakiwa ukishaingia unaingilia kwenye geti kubwa. Ukishaingia kwenye geti kubwa hapo unaingia upande wako wa kushoto. Kushoto moja kwa moja unatembea, kuna sehemu ambayo linafahamika kabisa, linajulikana ni la zoni ya wanasema ni eneo la zana za kilimo. Ukifika hapo nyosha moja kwa moja, kama unakuja kwenye jukwaa kuu tunapatikana hapo kwenye kona kabisa hapo. Na kwa wale ambao hataweza kufanikiwa kufika moja kwa moja hapa, wanaweza wakatupata kwa mawasiliano haya. Tuna namba ya bure ambayo ukipiga hiyo ni bure, haukati chochote. Ni namba 08007007100080. Na pia tuna tovuti ya EFTA ambayo ni www.efta.co.tz, na email yetu pia unaweza kuwasiliana na sisi pia kupitia email, ni info@efta.co.tz. Karibuni sana. Umesikia kutoka kwa mwakilishi wa EFTA kuhusu fursa za ufadhili wa mitambo na vifaa vinavyoweza kuongeza tija katika sekta za kilimo, ujenzi, usafirishaji, biashara, utalii, viwanda na ufugaji. Kama unahitaji kukuza biashara au mradi wako, usisite kutembelea banda la EFTA katika maonyesho ya 88 hapa Nzuguni, Dodoma, ili kupata ushauri na maelezo zaidi. Endelea kubaki nasi kwa mahojiano mengine yanayokuletea maarifa, fursa na suluhisho kutoka 88 2026.